Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa jina najulikana kama Askofu Mkuu Mstaafu Paulo Ruzoka wa Jimbo Kuu la Tabora, na niko hapa kama mstaafu katika eneo ambalo tunaliita Msufini katika parokia ya Ipuli. Kuhusu mada ambayo inamhusu hayati Mwadhama Kardinali Polycarp Pengo, ni jambo la kuhuzunisha, jambo linalotia uchungu alipotutoka tarehe ya 19 mwezi huu wa pili mwaka 2026 katika hospitali ya Jakaya Kikwete huko Dar es Salaam Moi. Kwa kweli ilikuja kama mshtuko, tujua kwamba naumwa, lakini kuja kama mshtuko kidogo, kama kawaida, kwamba sasa hatunaye tena kama mwenzetu. Na huyu ametokea kufahamika baada ya kuwa padre miaka 57 iliyopita, na alikuwa padre mwaka 1971 akiwa amepewa daraja hilo na aliyekuwa askofu wa jimbo la Sumbawanga Mheshimiwa Mhashamu Askofu Karoli Msakira ndiye alimpatia daraja la upadre, na baadaye akamchukua alipomaliza tu kumpa daraja la upadre, akamfanya awe katibu wake. Alikuwa ni katibu wa askofu huyo wa Sumbawanga, na amekwenda naye baadaye akampeleka masomoni kwenda Roma kusoma. Alipomaliza masomo yake huko Roma, akisomea masuala ya maadili, teolojia ya maadili, akawekwa kuwa rekta au gombera wa seminari mpya ya Segerea. Yeye aliondoka Januari hiyo ya mwaka 1978 akiwa na waseminaristi 18 waliokuwa wamemegwa kutoka seminari kuu ya Kipalapala, ambapo yeye mwenyewe alikuwa mwalimu, na akaenda nao kule Segerea, na akawa ndio gombera wa kwanza wa seminari kuu ya teolojia ya Segerea mwaka ule wa 78, na amekaa katika seminari hiyo kama kiongozi wa seminari kwa muda wa miaka kama 6 hivi. Mwaka 1984 akawa amepewa daraja la uaskofu baada na Yohane Paulo wa pili, Papa ambaye sasa ni mtakatifu, kule mjini Roma. Ilikuwa ni tarehe ya 6 mwezi wa kwanza mwaka huo wa 1984, siku ya Epifania. Na ilikuwa ni desturi nyakati zile ambayo ilikuwa ameanzisha Papa Yohane Paulo wa pili, ya kwamba baadhi ya mapadre waliokuwa wameteuliwa kwa maaskofu mwishoni mwa mwaka, mwezi Novemba au hasa mwezi Novemba, mwezi wa 12, alipenda yeye mwenyewe kuwapatia daraja la uaskofu. Yeye alikuwa katika lika letu, alikuwa ndiye askofu wa kwanza wa Tanzania aliyepewa daraja na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, na kati ya wale ambao
tulibahatika kupewa daraja na baba mtakatifu huyo. Yeye alikuwa ni wa kwanza na mimi nilikuwa ni kama wa 8 hivi, alafu na Askofu Ngonyani ambaye ni mstaafu kama mimi ndiye alikuwa ametufungia dimba hiyo au utaratibu huo ambao alikuwa ameanzisha huyo Papa Yohane Paulo wa Pili. Sasa huyu baba alianza kujulikana kwa Watanzania tulio wengi kwanza alipokuteuliwa kuwa rekta au mkuu wa shule wa chuo cha teolojia cha Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Dar es Salaam. Lakini zaidi sana pale alipotajwa kuwa askofu, na yeye alikuwa ni askofu wa jimbo la Nachingwea mwaka huo 1984, na amekaa pale katika jimbo lile. Baadaye akaanzisha jimbo linaloitwa sasa hivi Tunduru Masasi. Akahama kutoka Nachingwea akaenda huko Tunduru Masasi, na akiwa na makazi yake makuu hapo Tunduru. Na mpaka sasa askofu wa sasa ambaye anaongoza jimbo hilo anaitwa Philbert Mhasi ambaye anatokea Mahenge. Kwa hivi wakati huo ndipo alianza kujulikana zaidi na zaidi kama askofu kiongozi, mmoja wa wanabaraza la Baraza la Maaskofu Tanzania. Lakini zaidi sana alijulikana baada ya kuwa ametangazwa au ametajwa kuwa askofu mkuu mwandamizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam mwaka ule 1990, na alikuja mwaka 1990 hapo Dar es Salaam akiwa ni mwandamizi wa aliyekuwa askofu mkuu wa nyakati zile Mwadhama Kardinali Laureano Rugambwa, ambaye naye alikuwa amekuja Dar es Salaam mwaka 1968 kuchukua nafasi ya askofu Maranta. Askofu Maranta yeye alikuwa ndiye askofu mkuu wa kwanza wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Yeye kumetajwa kuwa ni jimbo kuu la Dar es Salaam wakati Papa Pius wa 12 alipotaja nchi zote au maeneo yaliyokuwa yanaitwa nchi za misioni katika Afrika Mashariki tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka 1953. Na hivi wakati ule hapa Tanganyika ilikuwa inajulikana hivyo, ni majimbo makuu mawili yaliyotajwa kuwa majimbo makuu. Mengine kama Kigoma, Bukoba, Mwanza, Moshi na mengineyo yalikuwa ni majimbo ya kawaida tu, lakini majimbo makuu yaliyotajwa kwa tarehe hiyo ilikuwa ni Dar es Salaam na Tabora. Na askofu mkuu wa kwanza wa Dar es Salaam alikuwa huyo ni Edgar Maranta, ambaye alikuwa ni washirika na Makapuchini wakati ule, na ameendelea na uongozi wa jimbo hilo mpaka mwaka 1968 alipomwachia Mwadhama Laureano Rugambwa, ambaye wakati ule alikuwa ni askofu wa Bukoba akiwa ni kardinali vile vile. Basi akahamia Dar es Salaam. Sasa maongozi ya Mungu yanakwenda vile ambavyo pengine watu hatutarajii sana. Wakati Baba Pengo
alitajwa kuwa mwandamizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, na akaja mwaka 90. Alikuwa anasubiria tu Mwadhama Laurian Rugambwa astaafu alafu yeye achukue kiti. Haikupita muda, mwaka 1992 mwezi Februari nadhani, kama sidanganyiki, akawa ndio amekuwa ni askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Alikuwa ameingia na akaendelea kufanya kazi hiyo mpaka wakati Baba Laurian Rugambwa alipoitwa na Mwenyezi Mungu mwaka ule wa 1998, nadhani ilikuwa mwezi Februari. Sasa alipo siku 40 baada ya kifo cha Laurian Rugambwa kardinali, basi Kardinali Pengo alitajwa kuwa ni kardinali. Ilikuwa ni kicheko na nderemo, furaha kwamba siku 40 tu zimepita, huyu naye amechukua mamlaka ya kuwa anaongoza jimbo hilo, na huyu tayari ametajwa kuwa kardinali. Basi tulifurahi sisi tuliomfahamu na wengine wote ambao walikuwa wamfahamu, basi walishangilia sana, na hata serikali ilifurahi. Katika furaha ile ya serikali, wakati anasimikwa, yuko imetajwa kuwa kardinali, wakati wa shamla zile, sasa aliyekuwa rais wetu wakati ule, hayati Ali Hassan Mwinyi, akaona moja ya zawadi ambazo ni za kumtunuku za heshima ilikuwa ni kurudisha sekondari ya Forodhani kwa kanisa, na mjumbe aliyekuja kutoa tamko hilo la zawadi hiyo kwa kardinali mpya kardinali mpya na wa pili wa Tanzania, basi alikuwa si mwingine ila Mheshimiwa, Mungu amweke pema, alikuwa anaitwa Anthony Ndeki. Wakati ule alikuwa ndio kamishna wa elimu katika nchi hii. Basi ndivyo huyu baba alivyoanza kujulikana katika nchi yetu, akiwa ni kiongozi wa kanisa Katoliki nchini Tanzania. Yeye mwenyewe amezaliwa tarehe 5 mwezi wa Agosti mwaka 1944 katika parokia ya Mwazye, jimbo la Sumbawanga, sasa hivi mkoa wa Rukwa. Ndiko alikozaliwa, katika parokia hiyo ya Mwazye, na kuna bahati ya aina yake kwamba alifuata masomo kianzia katika parokia hiyo, lakini baadaye akapelekwa Karema katika shule ya msingi ya pili, na baadaye akahamishiwa katika seminari ya Mtakatifu Yosefu Kaengesa, na mwaka 1964 alikuwa miongoni mwa waseminaristi waliofanya mtihani wa darasa la 12 ambao ulikuwa unajulikana kwamba mtihani wa Cambridge. Lakini wakati ule seminari hiyo haikuwa kituo cha kutahini
wanafunzi waliomaliza kidato cha 4. Basi katokea kwamba ikabidi wasafiri mpaka Mbeya kwa ajili ya kufanya mitihani yao hiyo ya Cambridge, na kutoka alipomaliza mwaka uliofuata ndiye akaanza masomo yake hapo Kipalapala, akiwa mwanafunzi wa seminari kuu ya Mtakatifu Paulo hapo Kipalapala. Basi alikuwa miongoni mwa viongozi nadhani wa wanafunzi, na kipekee zaidi ni kwamba mwaka wa 1970 maaskofu walikuwa na mkutano wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu la Afrika Mashariki inayojulikana kama AMESEA. Walikuwa na mkutano wao kule Lusaka, Zambia. Yeye alikuwa ni mwanafunzi pekee kutoka Tanzania ambaye aliwakilisha waseminaristi wengine akisindikizana na maaskofu katika mkutano huo wa maaskofu uliokuwa unafanyika kule Lusaka, Zambia mwaka 1960. Kwa hivyo tunaona kwamba alikuwa katika uongozi tangu mapema kabisa, akingali bado yuko seminarini, lakini alikuwa anashiriki vikao vya maaskofu. Si ajabu na kweli kwamba hata askofu wake ambaye naye kwa maongozi ya Mungu alikuwa amepewa daraja la uaskofu kule Roma mwaka 1959 kama askofu wa jimbo la Karema wakati ule. Basi huyo askofu Karoli Msakila aliweza kumchagua aweze kuwa katibu wake mara tu baada ya kumaliza masomo yake hayo aliyokuwa ameanza. Basi hivi ndivyo nilivyomfahamu, na mimi nimeingia barazani. Kwa kweli tunapishana karibu miaka 6 hivi. Alikuwa padri yeye mwaka 71, mimi nikawa padri mwaka 75. Alikuwa askofu mwaka 84, mimi nikawa askofu mwaka 90, na tukaanza kukutana barazani kule Dar es Salaam katika vikao mbalimbali na katika mikutano mingine ambayo ilikuwa ni ya kikanda, kama vile mikutano ya AMESEA ikiwa Nairobi, ikiwa wapi, basi ikiwa Zambia, au Uganda, tulikuwa tunakwenda pamoja na kufanya kazi pamoja barazani. Mpaka hapo wote tumestaafu sasa tulikuwa tumestaafu kwenye baraza hilo, na tulikuwa tunajaribu kutafakari na kuona maongozi ya Mwenyezi Mungu yalivyotupelekea kuwa hivyo tulivyo kwa kipindi hicho cha utume wetu. Amekuwa yeye ni padri wa miaka 57, na katika miaka hiyo karibu miaka 44 alikuwa ni askofu na kardinali. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia zawadi katika nafsi ya Kardinali Pengo, na kwa yote ambayo ameyafanya si tu barazani hapa Tanzania, lakini vile vile aliwahi kuwa mwenyekiti wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu ya Afrika na Madagascar, ambao makao yake makuu yako Accra. Alikuwa anakwenda kwenye vikao huko na kuendelea na shughuli za ujenzi wa jimbo letu kuu la Dar es Salaam na kuliongoza kanisa kwa ujumla.
akituwakilisha vile vile kule Roma kwenye vikao mbalimbali vinavyogusa shughuli za makardinali, ikiwa ni pamoja na kushiriki kwenye uchaguzi wa Baba Mtakatifu kama vile alivyofanya wakati wa uchaguzi wa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alipoteuliwa mwaka ule wa 2005.